وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذابنا. Tukiwa tunaendelea na mlango wa 15 katika kitabu Ahkamu Janaiz, mlango at-ta'ziya, unazungumzia juu ya habari ya ta'ziya. Ta'ziya ni maneno maalum ambayo mtu anamtuliza mfiwa kwa kumtaka asubiri, kwa kumuondolea huzuni na kumwombea dua yeye na huyo maiti wake. Katika mlango huu ukurasa wa 165 tuliwacha katika darsa iliyopita hadithi ya 3 yenye kuonyesha maneno maalum ya ta'ziya. Ya 3, qauluhu sallallahu alayhi wasallama, ni tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, hinama dakhala ala ummi Salamata radhiyallahu anha, wakati alipoingia nyumbani kwa bibi Ummu Salama, Mwenyezi Mungu amuiradhi, aqiba mauti Abi Salama, punde tu baada ya mauti ya mumewe bwana Abu Salama radhiyallahu anhu. Kauli yake mtume ilikuwa ni kama ifuatavyo, ambayo vile vile maneno hayo unaweza kuyatumia kabisa katika kumuazzi mtu. Mtume aliomba dua akasema, Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Mwenyezi Mungu msamehe Abu Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyin, na umnyanyulie daraja yake katika wale waongofu, wakhlufhu, na umwekee nyuma yake fi atibihi, katika huku alikoondoka nyuma yake huku umwekee mtu kushika nafasi yake, fil ghabirina, katika hawa waliosalia nyuma, kuanzia mke, watoto, wapate watu wa kuwatizama. Waghfir lana, na utusamehe sisi, walahu, na yeye Abu Salama, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa ulimwengu wote. Wafsah lahu fi qabrihi, na umfanyie nafasi katika kaburi lake, wanawwir lahu fihi, na umtilie nuru humo ndani ya kaburi lake. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa ghairuhu na wengineo, wa qad madha bitamamihi, na kwa hakika hadithi hii imeshapita nyuma kwa ukamilifu wake, fil mas'alati 17, katika mas'ala ya 17 kwenye sahifa thani 10, sahifa ya 12. Ukifungua kitabu chako ukurasa wa 12 tutaona ukamilifu wake. Maneno haya mtume kayatumia na kaanza nini kwanza kufanya. Katika ukurasa wa 12 kwenye hili eneo la 17 tulikuwa tukizungumza mwanzo kitabu huko zamani, ma ala alhadhirina ba'da mautihi, mambo yaliyowajibu kufanywa na wale waliohudhuria maiti ya mwenzi wao punde tu baada ya maiti yake. Watu wanawajibika kufanya mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, fa idha qadha wa aslama ar-ruh, inapokwisha kumalizika na kunyenyekea roho kwa Mola wake, fa alaihim iddatu ashya,
basi ni juu yao waliohudhuria pale idadi ya mambo yafuatayo: alifun wa baun, an yaghmidhu ainaihi, kwanza maiti upesi upesi wamfumbe macho yake mawili, wa yad'u lahu aidan, na wamwombee dua vile vile. Hayo ya kumfumba macho na kumwombea dua yamepatikana dalili yake lihadithi ummi Salama, kutokana na hadithi ya mama ummu Salama qalat, ambaye kasema dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliingia mjumbe wa Mwenyezi Mungu ala Abi Salama, juu ya Abi Salama kwenda kumkagua, alikuwa mgonjwa mahututi. Na alipoingia akamkuta waqad shaqqa basaruhu, jicho lake limeshakodoka, kwa maana roho yake imeshatoka. Upesi upesi bwana mtume jambo la mwanzo kabisa, fa aghmadahu, akamfumba macho yake. Thumma qala, kisha mtume akasema, inna ar-ruha idha qubida, jamani mlipo hapa, roho inapokwisha kukabidhiwa kwa Mola wake, tabi'ahu al-basaru, katika safari inapokwenda mbinguni roho, jicho hufuatia kutizama mambo yale ya ajabu kabisa haijapata kuona. Na katika kufuata kutizama mambo yale, jicho huenda likatahayari, likafedheheka, na maiti huenda akatisha sana, maana litatoka liwe kubwa sana. Kwa hivyo ikabidi mzuie maiti asiangalie, macho yake yasifedheheke. Yeye kutizama atatizama tu, lakini mfumbeni yale ya dunia yasionekane, macho yake hapa duniani yasionekane aibu yake. Aliposema maneno hayo, watu ndio wakafahamu kwamba Abu Salama ameshakufa. Kabla ya hapo hakujua. Fadajja nasum min ahlihi, wakapiga makelele watu katika nyumba yake, katika watu wake Abu Salama. Faqala, mtume akazuia makelele, hayafai. Akasema, la tad'u ala anfusikum illa bikhairin, msiombe dhidi ya nafsi yenu isipokuwa jiombeeni mambo mazuri. Kilio hajakatazwa mtu katika msiba kiasi siku 3, lakini iwe ni kilio kitupu, hamna sauti, hamna maneno, illa maneno yake awe anasema maneno mazuri tu, anaomba khairi tu. Fa innal malaikata, mtume akaendelea kusema, kwani hao malaika yu'minuna ala ma taqulun, wanaitikia amin juu ya yale ambayo nyinyi mnasema. Thumma qala, kisha mtume akasema, Allahumma ighfir li Abi Salama, Mwenyezi Mungu msamehe Abu Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyina, na umnyanyulie daraja yake katika wale waongofu, wakhlufhu fi aqbihi, na umwekee badili yake huku katika nyuma yake, fil ghabirina, kwa hawa waliosalia nyuma yake. Waghfir lana wa lahu, na utusamehe sisi na yeye, ya rabbal alamina, ewe Mola wa ulimwengu. Wafsah lahu fi qabrihi, na umfanyie nafasi katika kaburi lake. Wanawwir lahu fi, na umtilie nuru ndani yake. Haya ni maneno ambayo yanafaa kabisa mtu kuyahifadhi, na wakati anapokwenda kumuazi mtu, ikiwa punde tu baada ya kufiwa na mtu wake au baada ya siku kupita, anaweza kabisa kuyatumia maneno haya katika kumuazi. Maneno makubwa sana, matukufu mno, yametoka kwenye kinywa cha mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Arabi'u, yanne, namna ya nne ya kuazi, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fi ta'ziyatihi, katika kuazi kwake Abdullah ibn Jaafar, kumuazi bwana Abdullah bin Jaafari, fi abihi, kuhusiana na kifo cha baba yake. Mtume alisema, Allahumma akhluf Jaafaran fi ahlihi, Mwenyezi Mungu muweke wa kushika nafasi yake Jaafari kwa watu wake nyuma huko. Jaafari huyo ni Jaafar ibn Abi Talib, ndugu yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ameuawa katika vita vya Mu'ta, kama tutakavyoona punde hivi itakuja hadithi ya mambo hayo. Basi mtume alisema katika kumuazi mwanawe Abdullah ibn Jaafar, alisema, Allahumma akhluf Jaafaran, Mwenyezi Mungu muweke wa kushika nafasi ya Jaafari fi ahlihi, kwa watu wake. Wabarik li Abdillahi, na umbarikie huyo Abdallah mwanawe, fi safqati yaminihi, katika kiganja chake cha mkono wake wa kulia, mtilie baraka. Na nakitaja kiganja cha mkono wa kulia kwa sababu
huo mkono wa kulia ndio zaidi unaofanya sababu za maisha kuchuma, nguvu iko hapo. Mtilie baraka nyingi katika kiganja chake cha mkono wa kulia mtoto huyu. Qalaha 3 maratin, maneno hayo mtume aliyasema mara 3. Hadithi hiyo vile vile akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad bisanadin sahihin, kwa mategemezi yaliyo sahihi, fi athnai hadithin, katika sehemu ya hadithi ambayo yati bitamamihi, itakuja kwa ukamilifu wake, fil mas'alati taliya, katika mas'ala yafuatayo. Tunaingia sasa katika nukta nyingine ya 113 kwa mujibu wa kitabu hapa. Anasema wala tuhaddu, lakini kwanza kabla ya hapo, chini hapa kuna nambari 1 kaandika Albani. Alipofika fil mas'ala al-taliya kaweka nambari 1, na chini katika hati ndogo ndogo hizo anaeleza kama ifuatavyo. Anasema wa fi ta'ziyati ahadithun, na katika jambo la kuazi kuna hadithi nyingi, ukhra, nyingine mbali ya hizi ambazo zitaja hapa. Anasema Albani, darabtu safhan, mimi nimepiga makofi, kukosha mikono yangu, kuto kuzitaja hadithi hizo ambazo ziko nyingi, lakini mimi darabtu safhan, nimepiga makofi, yani nimekumta mkono wangu katika maana ya kuto kushughulikia hadithi hizo. Darabtu safhan an dhikriha, nimekumta mikono yangu kwa kuto kuzitaja hadithi hizo, lidhaafiha, kwa sababu ya udhaifu wake nimeziacha, na nimezitia hapa hizi ambazo nimeziona sahihi, lakini ziko nyingi. Anasema nimeziacha makusudi kwa sababu ya udhaifu wake. Waqad bayantu dhalika, anasema tena Albani kwamba nimebainisha hayo fi ta'liqati al-Jiyadi, katika kitabu changu nilichoandika nikasema jina lake kitabu hicho Ta'liqati al-Jiyadi, nimebainisha udhaifu hadithi hizo. Minha, miongoni mwa hadithi hizo, hadithu kitabati nabii, hadithi ya barua aloandikisha mtume sallallahu alayhi wasallama ila Muadh ibn Jabal, kumpelekea bwana Muadh ibn Jabal, yuazzihi, hali yakuwa na muazzi biwafati ibn lahu, kwa kifo cha mwanawe Muadh ibn Jabal. Hadithi hiyo ipo, lakini kwa sababu ya udhaifu wake, anasema Albani hapa hakuitaja, na kabainisha udhaifu wake kwenye kitabu Ta'liqat al-Jiyadi. Wa huwa, na hadithi yenyewe maudhu'un, ni ya uongo kabisa, wasilia mbali kwa dhaifu. Maudhu'un ni ya uongo, kama qala al-Dhahabi, kama maneno hayo alivyosema Imamu Dhahabi, kasema hadithi ya uongo. Wal Asqalani, na vile vile Asqalani, vile vile Ibn Hajar amesema ya uongo hadithi hiyo. Wa ghairuhuma, na wengine wasiokuwa hao wamesema hadithi ya uongo. Wa dhahala an dhalika, na akababaika kuhusu uongo wa hadithi hiyo Ash-Shawkani, Imamu Shawkani kababaika nayo hadithi hiyo. Watabi'ahu sadiqu Hasanun Khani, na akamfuata katika kubabaika huko hata huyu Sadiqu Hasanun Khani vile vile, wao wamebabaika hadithi yao kuiona kama ni ya uongo. Kwa hivyo fahassanahu, akaitaja kwamba ni nzuri kwa mategemezi yake. Tabaa lilhakim, amemfuata Imam Hakim. Kwa hivyo msomaji hapo, fala yaghtaru, asije akadanganyika bidhalika, na kwamba imamu huyo Shaukani pamoja na Sadiqu Hasanun Khani na Imamu Hakim kwamba wameitaja kuwa ni hadithi hasan kwenye masnad, asije akadanganyika hivyo. Fa inna likulli jawadin kabwa, kwa sababu kila farasi ana dasturi ya kujikwaa, na hawa kina Shaukani ni mafarasi katika taaluma za hadithi, ni watu wakubwa, lakini wao ni binadamu. Kutokezea hadithi wasione udhaifu wake wakaitaja kuwa ni hasan. Kwa hivyo mtu asidanganyike kwamba Shaukani kataja kwamba ni hasan, Imam Hakim kataja hivyo, yule Sadiq Hasan Khani kataja hivyo. Anasema Albani, fala yaghtaru, mtu asidanganyike bidhalika, kwa jambo hilo. Fa inna likulli jawadin, kwa sababu kila shujaa
au kila farasi kabwa ana sifa ya kujikwaa na kuteleza, bal kabawatun, bali si kujikwaa mara moja, kujikwaa mara nyingi, hapa na hapa na hapa na hapa na hapa, sio mara moja tu katika safari yake. Farasi ingawa anatumika sana, Mwenyezi Mungu amemwapia farasi kwenye Qur'ani bwana, namna alivyoumbwa, namna alivyokuwa tayari kuchukua mafunzo kwa ajili ya kwenda kwenye medani za vita. Farasi mnyama wa ajabu kabisa. Sifa hiyo hapa Albani anaisabihisha na wale kina Shaukani. Mwenyezi Mungu anamwapia farasi kwenye Qur'ani kwa kusema wal adiyati, na apa kwa farasi, dabhan, wanaokwenda mbio nyingi huku wakihema. Falmuriyati, basi ni wale ambao hutoa moto, qadhan, wanapopiga pato zao katika jiwe hivi hutoka moto. Pato ya farasi chini na kitu kama risasi hivi kimaumbile hutoa moto. Na farasi kama atapata teke kumnyoshia mwanadamu teke hasa la kweli kweli, basi maiti mwanadamu poni, ana nguvu za miguu. Falmughirati, basi na pale wanaposhambulia farasi subha, hasa hasa wakati wa asubuhi, pameamka mapema alfajiri, ana nguvu za ajabu. Faatarna, hupeperusha akatimua farasi, bihi, kwa mshambulio huo, nakaan, vumbi jingi mno mpaka hapaonekani mtu uwanjani. Fawasatna, na wakapenya farasi, bihi, kwa mshambulio huo, jamaa, katikati ya makundi ya maadui. Anapenya farasi na anamjua aliyokoja mgongo wake kwamba sasa hivi ni shujaa, yumzima, ana stamina bado, au bwana wangu kachoka. Basi farasi anakuwa anajua kama sasa bwana wangu kishapigwa, kishajeruhiwa, yuko taabani, sasa anapiga na yeye peke yake. Anaamua farasi kwenda peke yake na kushambulia na kupiga mateke, na akiona kachoka naye hapawezi pale pahala, maadui ni wengi, farasi anaamua kutimua mbio bwana wake juu ya mgongo, aidha ni maiti au kajeruhiwa, atimua mbio, anakwenda kumtua kwa kwingine kokote kule. Hii ni ilmu ambayo Mwenyezi Mungu amempa farasi. Faatharna bihi nakaan fawasatna bihi jamaa. Jawabu ya kiapo hicho imeendelea, lakini hapa sisi tulikuwa tunataka kutaja huyu farasi. Albani anawashabihisha kina Shaukani kama kwamba ni mashujaa, lakini wao ni binadamu, wana desturi ya kibinadamu. Binadamu kawaida yake nini aliyopewa na Mola wake? Kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ana sifa moja ya kukosea, lazima atapitikiwa nayo sifa ile. Kwa hivyo wao wameiona hadithi hiyo ni hasani, lakini wamebabaika nayo kwa hakika. Fa inna likulli jawadin kabwa, bal kabawatun, bali anaweza kuwa farasi na kujikwaa kwingi, si kujikwaa mara moja tu. Wala tuhaddu ta'ziyatu. Tunaendelea sasa na kwenye nukta nambari 113. Na wala pasiwekwe mpaka wa ta'ziya bi 3 ayamin, kwamba labda mwisho wake ni siku 3 tu. La yatajawazwa, ikawa mtu anaogopa kukiuka siku 3 labda atafanya makosa bwana kumuazim. Hapana, si makosa, madhali tu huyo mfiwa hakujikusanya na wafiwa wenziwe kukaa pahala maalum, aidha ni nyumbani au msikitini au kwenye jamii yao watu walionayo. Ama wakifanya hivyo watakuwa wanafanya uzushi katika dini. Lakini pengine umehisi tu kama mwenzako anaumia, mwenzako anapata tabu, mwenzako anasononeka, na jambo lilomfika si dogo kwa yule ambaye anamuondokea, wewe wakati wowote unayo haki ya kwenda kumuazi kwa kumpa subira na kumtaka aondokee na huzuni ile wakati wote. Hakuna mpaka wa taazia hii. Mpaka alionao ni yule mfiwa kwamba asiweke msiba zaidi ya siku 3, lakini mwenye kumuazi hana mpaka kwamba siku zake zimekwisha, hana ruhusa sasa kwenda kumuazi. Pengine ulikuwa hupo, umekuja kupata habari baadaye kama mwenzako kaondokea mtu wake, ala hivyo kafa babake, basi wakati wote mkutana naye njiani ghafla hivi unampa ile maneno ambayo ya kumaazi, ndani yake kumwombea dua yeye huyo mfiwa na maiti wake na kumtaka subiri na hivi na hivi. Hayo kwa hakika hayakuwekewa mpaka, hususan kama utaona kwamba iko haja ya kwenda kumuondolea mtu huzuni. Bal, lakini itakiwavyo, mata ra'al faidata, wakati wowote atakapoona mtu kwamba iko faida fi ta'ziyati, katika kwenda kumuazi mtu, kumsubirisha na msiba uliomfika,
na kumuombea dua wakati wowote kama mtu ataona kwamba iko faida, ata biha, atapeleka faida hiyo, ataifanya taazia hiyo. Faqad thabata anhu, kwani imethibiti kutokana na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu azza, ya kwamba yeye ameazi baada thalathati, kwa zaidi ya siku tatu. Siku tatu za msiba zilikwisha, Mtume akaenda kaazi. Na hayo yanapatikana fi hadithi Abdullah ibn Jaafari, katika hadithi ya bwana Abdullah bin Jaafari radhiyallahu ta'ala anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake. Qala, amesema Abdullah bin Jaafar, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaishan, mjumbe Mwenyezi Mungu alipeleka jeshi. Jeshi hilo analipeleka kwenye vita mashuhuri vinavyojulikana, ambavyo Waislamu kwanza walipata pigo kubwa, vita vya Mu'ta. Wanakwenda kupigana na watu wakali sana mno, Warumi. Mu'ta ni vita vikali sana ambavyo Waislamu waliteketea katika wakati wa Mtume. Istamala alaihim, alimtumia juu yao askari wa Kiislamu, nahodha, mshika bendera, mpiganishaji, Zaid ibn Haritha, mwanawe Mtume wa kulea. Akamwambia, utakamata bendera Zaid ibn Haritha, utapiganisha vita vya Mu'ta. Wakala, kisha Mtume akabashiri jambo kabisa kwamba lazima litokezea hilo. Akasema Mtume, fa in qutila Zaidun, akiuawa Zaid ibn Haritha, au istashhada, au kwa lugha nyingine akipata ushahidi, maana sikuwa kutupu, ni kupata certificate ya ushahidi. Fa amirukum, kiongozi wenu mtakayemsikiliza vitani, Jaafar ibn Abi Talib, ndiye atakayekuwa na kamata bendera, ndiye atakayekuwa amir, ndo kiongozi wa vita, atapiganisha yeye. Amri itakuwa toka kwake. Atakavyoamua Jaafar kwenda mbele, mtakwenda mbele. Akasema mrudi nyuma, mtarudi nyuma. Akasema tupumzike kidogo, mtapumzika kidogo. Amri itakuwa kwake Jaafar, akiwawa zaidi. Fa in qutila, na akiuawa Jaafar vile vile, au istashhada, au akipata certificate ya ushahidi, fa amirukum, basi kiongozi wenu atakayepiganisha vita hivi, Abdullah ibn Rawaha, bendera ya vita ataikamata Abdullah ibn Rawaha. Asikamate mtu mwingine yoyote, hata akiwa shujaa vipi, atakamata Abdullah bin Rawaha, atapiganisha. Basi naam, falaqaw al-aduwa, masahaba wakenda zao vitani, wakakutana na adui zao. Fa akhadha ar-rayata Zaidun, akaikamata bendera Zaid ibn Haritha, akapiganisha vita kishujaa mno. Faqatala, akapigana kishujaa, hatta kutila, mpaka kauawa Zaid. Zaid ibn Haritha, mtoto wake Mtume wa kulea, ameuawa katika vita vya Mu'ta hivi, kauawa Zaid. Alipouawa Zaidi, thumma akhadha ar-rayata, bendera iko chini na garagara. Na hapo ilikuwa wana kawaida yao Waarabu, wakati wamekwenda kwenye meidani, ile bendera ya Kiislamu ile kama itagaragara chini ni ishara ya kushindwa. Ikiwa haitopata mtu kuyokota mbio mbio, ni kwamba hatari hapo, wanaanza kwenda mbio watu wote. Upesi akaikimbilia bendera ile kuyokota Jaafar, akaikamata, watu wakawa imara, wako stable kabisa, wakaendelea na vita. Faqatala, akapigana vita Jaafari, huko anapiganisha, naongoza jeshi la Waislamu, hatta kutila, akauawa Jaafar ibn Abi Talib. Thumma, kisha baada ya hapo bendera iko chini, akhadhaha Abdullah, akayokota bendera hii ya vita Abdullah ibn Rawaha. Faqatala, na yeye akapigana kishujaa, hatta kutila, mpaka kauawa. Watu watatu waliowataja Mtume kuwa ni manahodha wameteketea wote. Na Mtume baada ya kufika kwa Abdullah bin Rawaha hakusema tena akiuawa Abdullah bin Rawaha au kotelani bendera. Watu wakidhani ya kwamba Abdullah bin Rawaha labda itakuwa ushindi utapatikana kwake yeye, hatimaye kauawa na yeye. Thumma akhadha ar-raya, kisha bendera ikawa inagaragara, hakuna kuiokota. Khalid ibn al-Walid akasema, hapa sasa sikumbuki kama mtu katajwa na Mtume yote vile, sasa naokota mimi.
moja kwa moja bendera nipiganishe, na kama kutakuwa na makosa nitakwenda kulaumiwa na mtume tukirejea huko nyuma. Hapa hakutaja mtu mwingine. Kaona umma unapohangaika, umma unakimbia, umma unauawa ovyo, mwisho kufika mpaka kupigana wenyewe kwa wenyewe kwa kwenda mbio, akaona hapa haiwezekani kabisa, haitogaragara chini bendera ya Kiislamu. Thumma akhadha rayata Khalid ibn al-Walid, kisha akaiokota bendera ya kupiganisha vita Khalid ibn al-Walid. Alipoikamata Khalid ibn al-Walid bendera, fafataha Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu akatoa ushindi juu ya Khalid ibn al-Walid, wakashinda Uislamu pale pale. Wa ata khabaruhum an-nabiyya, sasa habari yao ikaja kwa mtume. Jibrilu kampelekea habari mtume kwa namna kama anaviona vile vita. Tokea anauawa Zaidi, mtume anatoa habari msikitini kwa Waislamu ya kwamba Zaidi alitolewa mkono wa kulia, bendera ikaikamata kwa mkono wa kushoto, mkono wa kushoto ukatolewa, bendera ikawa chini, Zaidi akauawa. Mtume akawa anawaambia masahaba, bendera kayokota Jaafar ibn Abi Talib. Hivi sasa anayo vita vinaendelea, na hivi sasa bendera anayo Jaafar. Mwenyezi Mungu alimkashifia, ikawa anaona kule vitani kama mambo yanatokea pale elai. Anawaambia hivi sasa bendera anayo Jaafar, anapiganisha. Likaenda vita tokea asubuhi kufika dhuhuri, Jaafar taabani, na yeye vile vile amekwenda. Mtume akawa anasema Jaafar shauawa sasa hivi sasa bendera iko chini, lakini ameyokota Abdullah bin Rawaha, ikapigwa na vita akauawa bin Rawaha, bendera inagaragara sasa chini. Hatimaye akayokota Khalid bin Walid. Basi anasema Abdullah mtoto wa Jaafar aliyeuawa ndiye anasimulia habari hii. Anasema faata khabaruhum, ikafika habari yao mashujaa hawa an-nabiyya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja, mtume akatoka ila nnasi, kwa watu. Fahamidallaha, akapanda kwenye membari akaanza kuhutubu kama kawaida, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa athna alayhi, na akasifu juu yake. Waqala, akatoa ripoti rasmi kwa Waislamu akasema, inna ikhwanakum laqaul aduwa, hakika ndugu zenu wamekutana na adui. Wa inna Zaidan akhadha raya, Zaidi alikamata bendera akapiganisha. Fakatala, akapigana hata kutila, mpaka ameuawa. Wastashhada, amepata certificate ya kufa shahidi. Thumma, kisha akaendelea kwa bendera, kaikamata fulani kapigana mpaka uwawa. Thumma, kisha kaikamata mtu fulani akapigana mpaka uwawa. Thumma akhadha, kisha mtume akasema bendera ilipokuwa haina kuiokota, thumma akhadha rayata, kisha akaiokota bendera. Saifun, upanga mmoja wapo, min suyufi llahi, katika panga za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana panga zake naye. Thumma akhadha rayata, kisha akaiokota bendera hii. Saifun, upanga, min suyufi llahi, katika panga za Mwenyezi Mungu, naye ni Khalid bin Walid. Mtume akamtaja kwamba kaokota bendera hiyo upanga mmoja wapo miongoni mwa panga za Mwenyezi Mungu. Mtume akatoa ripoti rasmi pale kwamba vita vimekwisha. Fafataha Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu ametoa ushindi juu ya Khalid. Kuanzia hapo bwana mtume faamhala, na huyo mmoja aliyeuawa mtume anamhusu sana, Jaafar ni ibni ammi yake, ndugu yake Saidina Ali, mtoto wa Abu Talib. Mtume ndugu yake huyo, mtoto wa ammi yake huyo. Kwa hivyo yeye ikawa kapata msiba, mbali ya kuuawa kiongozi amiri jeshi wa Islam, mbali ya kwamba kafa Muislamu, tena mbali ya kuwa ni sahaba wake, bali mtu wake wa ndani wa damu. Faamhala, akawaachilia watu wake Jaafari waendelee na msiba kwa muda wa siku 3. Thumma amhala ala Jaafari, kisha akawaachilia watu wa Jaafari 3 kwa muda wa siku 3. An yatiyahum, kutokuwaendea wao kwa lolote lile, madhali hawaombolezi, madhali hawajipigi, madhali hawachani maguo. Akawaachilia, wanasikitika, wanahuzunika. Maneno yao wanasema mazuri sana, ni kuomba dua kwa Jaafari na kuombea dua, kujiombea dua wenyewe na kujiombea na kuombea dua vile vile mashahidi wengine wale ambao wameuawa. Kawaachia mtume siku 3 hawaendei. Thumma atahum, kisha baada ya siku 3 kumalizika akawaendea. Fakala,
Na alipofika akasema la tabku ala akhi, msilie tena, msiendelee na kilio juu ya ndugu yangu, baada al-yawmi, baada ya leo. Leo msiba basi, siku 3 ndio mwisho wa msiba. Ila kwa mke aliyefiwa na mumewe, yeye anaweza kuendelea na msiba kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Lakini mtu na baba yake, mama yake, mwanawe, ndugu yake, ami yake, nani wake, siku 3 tu. Zikimalizika hizo lazima akate msiba. Yale yote ambayo alijifungia kuyafanya sasa aanze kuyafanya. Atoke ende kwa watu, akialikwa harusi ende ashuhudie furaha zake na hivi na hivi, asiendelee kuweka msiba zaidi. La tabku ala akhi ba'da al-yawm, msiendelee tena kulia juu ya ndugu yangu baada ya leo. Ni mimi watoto wawili wa huyu ndugu yangu Jaafar ambao ni mayatima hivi sasa. Qala, anasimulia habari hii ni Abdullah bin Jaafar, mmoja katika watoto wa huyo marehemu. Anasema fajia bina, tukaletwa sisi, mtume kataka tulete pale, tukaletwa sisi watu wawili, na tumekuja pale mbele ya mtume. Fakaanna afrahu, kama kwamba ni vifaranga vya kuku mejikunja. Ripoti imekuja kwamba baba yetu ameuawa vitani na kifo kibaya. Viungo vilikuwa vikitoka kimoja kimoja, mkono wa kulia, mkono wa kushoto, mguu na hivi na hivi. Kuna wakati Jaafar bendera alikuwa anaikamata kwa meno, mlingoti wa bendera ule, mikono hana tena. Alikuwa anasema nitakufa kiofisa. Anawaambia Waislamu twende mbele, na bendera nayo kaikamata kwa meno na kwenda mbele, wakamtoa kichwa. Kifo kibaya. Kwa hivyo ile habari ile kuja yote ripoti rasmi, hawa watoto wasema tumekuja mbele ya mtume pale, tumeitwa kama kwamba sisi afrahun, ni vifaranga vya kuku. Fakala, mtume akasema ud'u li al-hallaqa, niitieni kinyozi. Watoto wangu hawa mayatima hawa, watoto ndugu yangu wamekaa vibaya sasa hivi, hali zao mbaya, hakuna mtu anashughulikia, wako geshi manywele matimtimu na kama hivi, nywele chafu hazitaniki. Hebu niitieni kinyozi mara moja, awatengeneze watoto hawa. Hapa si kama mtume atakuweka msiba umekwisha kwa siku 3, kawaachia siku 3 wa kuendea. Asija kadhania hapa mtu anaitwa kinyozi kuja kuwanyoa watoto hawa kama mtume mwenyewe kawanyoa mayatima wa Jaafar. La, si katika msiba, ni baada ya msiba. Siku 3 za msiba zimekwisha, ndio anawaendea sasa kuwasafisha. Kawakuta hali zao mbaya, na kwa hakika walikuwa kweli wakati ule hakuna mtu kuwatazama wale. Kila mmoja kajikunja, kajinyana, fikiria vipi vitokezea kwenye vita kule. Watu wamekufa kibaya. Mtume kawatazama watoto, kakuta hali zao mbaya, wachafu hawatazamiki. Akasema niitieni kinyozi. Fajia bil halaqi, akaitwa kinyozi. Fahallaqa ru'usana, anasema Abdallah mtoto Jaafar, akatunyoa vichwa vyetu safi kabisa. Thumma qala, kisha mtume katika kuondosha msiba wake, katika kuwaazi watu, unaweza kutumia maneno mengine kama haya ambayo mtume katumia hapa. Anasema amma Muhammadun, ama huyu Muhammad bin Jaafar huyu, tashabihu ammina Abi Talib. Mtizame alivyokaa mtoto huyu, amemshabihi ami yetu Abu Talib copy to right. Tazama alivyo baada leo ndo sura yote ya Abu Talib inakuja hapa. Tazama baada ya kumnyoa nywele, uso ule, kichwa kile, mwenendo hivi na hivi. Pengine ule uso ulikuwa umefichikana kwa zile nywele nyingi, lakini baada ya kunyolewa nywele ikaja sura ya Abu Talib wazi wazi. Anataka watu waondokane na pale na fikra za msiba na fikra za huzuni. Anataka kuwapa jambo jingine la kuwachekesha, la kuwafurahisha. Mtizameni huyu Muhammad mtoto wa marehemu, fashabihu ammina Abi Talib, yeye ni mwenye kumshabihi ami yetu Abu Talib. Wa amma Abdullah, ama huyu Abdallah huyu, mtizameni, fashabihu khalqi wa khuluqi, yeye kashabihiana na umbo langu mimi na tabia zangu mimi. Kachukua, anawapa moyo wafiwa
kwa kuambia maneno yale. Bila shaka watu pale wataondosha huzuni, kuambiwa mtoto kachukua umbo la mtume, kachukua tabia za mtume. Na kweli kabisa, mtazameni Abdallah alivyo baada ya kumnyoa pasafi kabisa, mtazameni umbo lake kama mimi, na khalafu tabia zake Abdallah bin Jaafar kama mimi kachukua. Mtume anasema hivyo. Thumma akhadha biyadi, anasema Abdallah bin Jaafari, kisha mtume akaukamata mkono wangu, fa ashalaha ay irtafa'aha, akaunyanyua juu. Faqala, kisha akasema mtume haya yafuatayo: Allahumma, e Mwenyezi Mungu, ukhluf Jaafaran, muweke wa kushika nafasi baada ya Jaafar kutoka duniani, fi ahlihi, kwa watu wake walioko nyuma huko. Wabarik li Abdillahi, na umbarikie huyo Abdallah, fi safqati yaminihi, katika kiganja chake hichi ambacho amekiinua juu cha mkono wa kulia, mbarikie, mpe riziki nyingi, mpe kheri nyingi huyo. Qalaha 3 maratin, mtume dua hiyo alisema mara 3. Qala, anasema Abdullah bin Jaafari, fajaat ummuna, kisha kaja mama yetu pale mzazi ambaye ni kizuka wakati huo. Fadhakarat lahu yutmana, kaja mama yetu anamtajia mtume kuhusu uyatima wetu. Kaja pale kidogo na maneno ya maombolezo. Mwanamke ni mwanamke bwana, kaja kwa mtume anamtajia kuhusu habari ya uyatima wetu. Nitafanyaje watoto hawa, baba yao kajiondokea ghafula hii na hivi na hivi, mwanamke mjane mno hapa nilipo, sina kazi, sina banzi na hivi na hivi. Kaja na maneno ya kutaka kumliza mtu. Fajaat ummuna, akaja mama yetu, fadhakarat lahu yutmana, akamtajia mtume uyatima wetu sisi. Waja'alat tufrihu lahu, akawa bibi huyo anamuondoshea mtume ile furaha yake. Bana mtume pale kaja kuwatekesha watu, kufurahisha watu, ikawa yeye kaingilia kati, furaha ile atakuiondosha, badili yake atakuwa msiba. Faqala, mtume akamjibu akamwambia, al-ailatu, kuhusu watoto mama, takhafina, waogopea wewe watoto hao, takhafina alaihim, waogopea juu yao, wa ana waliyuhum, na mimi mwenyewe nipo kaka mtu wa ndugu yangu aliyekufa Jaafar, ndugu yangu mimi nipo mwenyewe. Situkubali mimi hawa kuhangaika, wakafedheheka, wakapeta kiomba, situkubali. Nitahakikisha kwamba amestirika, nitahakikisha tabia zao, mwenendo wao, heshima yao, ilmu yao ya kidini inapatikana barabara. Kwa hivyo usiwe na hofu jambo hilo, wacha kabisa maneno hayo. Al-ailatu ni kuhusu hii aila ya Jaafari, kuhusu watoto. Takhafina alaihim, wewe ndio unaogopea juu yao. Wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah, na mimi ni walii wao tena dunia na akhira vile vile. Mimi ni walii wao hawa hapa na huko akhira vile vile. Kwa hivyo nyamaza mama, nenda zako, wacha maneno hayo. Mwenyewe nipo mimi, na hawa hawatahangaika, hawa hawatofedheheka, hawa hawatadhirika, hawa wacha kabisa maneno hayo. Sasa hivi baada ya siku 3 nimekuja rasmi hapa kukuondoleeni mimi mambo hayo. Hadithi hii akhrajahu Ahmad, ameitoa Ahmadi kwenye rakam ya 175 1750 biisnadin sahihin, kwa mategemezi yalikuwa sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti ambayo kaika Muslim. Wa min tariqihi al-Hakim, na katika njia yake nyingine hadithi hii kuna Hakim vile vile, qit'atan minhu, kataja kipande sehemu katika hadithi hiyo. Wa rawa Abu Daud wa an-Nasa'i, na amesimulia vile vile Abu Daudi wa an-Nasa'i minhu, katika baadhi ya hadithi hiyo, qit'atan, kipande fulani, al-imhal, kile kipande cha al-imhal cha kuacha mtume kutokuwaendea watu kwa muda siku 3, amekitaja kile. 3 ma'a al-halaqi, yani siku 3 pamoja na kinyozi kuitwa, kataja vile vile na yeye vile vile. Wataqaddama ba'dhuhu, na imetangulia hadithi hii baadhi yake, fil mas'alati, katika mas'ala ya 18, sahifa ya kitabu ni 21. Wa qala al-Hakim, na akasema Hakim, sahihu al-isnadi wa wafaqahu Dhahabi, ni yenye mategemezi sahihi na ameiwafiki Imamu Dhahabi. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Alipotuambia kuhusiana hadithi hii ya kwamba
wataqaddama ba'dhuhu, imetangulia baadhi yake tu maneno yake, fil mas'alati athamina ashara, katika mas'ala ya 18 sahifa ya kitabu 21, ni kwamba tulipokuwa tukizungumza ma yajuzu lilhadhirina wa ghairihim, ukurasa wa kitabu 21, yanayojuzu kwa waliomhudhuria mwenye kufa na wengineo. Ilikuja hadithi ya 5 an Abdullah bin Jaafar, kutokana yule Abdullah bin Jaafar mwanawe radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna nabiyya, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amhala ala Jaafarin, aliwaachilia waendelee na huzuni na msiba 3, kwa muda siku 3, an yaatiyahum, kwamba asiwaendee. Thumma atahum, kisha akawaendea baada ya siku 3, faqala, akawaambia, la tabku ala akhi ba'da al-yawm, msilie tena juu ya ndugu yangu baada ya leo. Alhadith, ukamilifu wake kama tulivyoiona katika habari ya vita vya Mu'tah. Walilhadithi, na kwa hadithi hii vile vile, shahidun, inao shahidi mwingine, ذكره في المسند, ameutaja Imam Hakim kwenye Masnadi ukurasa nambari kadha, wa fihi dha'fun, lakini ndani yake katika mapokezi yake mna udhaifu. Wa qad dhahaba ila ma dhakarna, na kwa hakika amekwenda kuyakubali yale tuliyoyataja sisi, anasema Albani sasa, min anna ta'ziyata, ya kwamba jambo la ta'ziya, kwenda kumsubirisha mtu kwa msiba uliomfika na kumwombea dua, la tuhaddu, jambo hili haliekewi mpaka, bihaddi jamaatin, kwa mpaka wa jamaa, min ashabi al-imami, kutokana na watu wa Imam Ahmadi, kama fil insafi, kama ilivyokuja kwenye kitabu Insafi. Amekwenda vile vile kuyakubali maneno haya kama tulivyoeleza sisi kwamba ta'ziya la tuhaddu bihaddin, hauwekewi mpaka kwa mpaka wowote ule. Wamekwenda kutaja haya jamaatu min ashabi Imam Ahmad, kikundi cha watu wa Imam Ahmad wamempata yeye, wameyakubali haya, kama fil insafi, kama ilivyoelezwa kwenye kitabu Insaf saifa kadha. Wa huwa wajhun fi madhhab Shafi'i, na hii ni mojawapo ya sura ambayo katika madhhabi ya Shafi'i vile vile ipo, ya kwamba ta'zia haiwekei mpaka kwamba siku zake ipate basi peke yake. Qalu, wakasema, lianna algharada, ta'zia lengo lake ni nini? Ad-du'a, ni kwenda kuomba dua. Huendi kufanya huzuni, huendi kulia ovyo, huendi kusababisha mambo ya maombolezo, huendi kuangojea wale watu waliofiwa kupikia chakula na hivi na hivi, la, unakwenda kuomba dua, unakwenda kuwasubirisha, unakwenda kuondolea simanzi na huzuni. Lengo lake ad-du'a ni dua, walhamli ala sabri, na kuwachukua watu juu ya subira, wanahi anil jazai, na kuwakataza na jambo la kupapatika na kubabaika na kuanza kuleta masikitiko katika hukumu ya Mwenyezi Mungu aliyopitisha. Wadhalika yahsulu ma'a tuli zamani, jambo la ta'zia litaweza kabisa kupatikana pamoja na muda mrefu kupita kwa mtu ambaye kafiwa. Hakahu Imamul Haramaini, ameyasimulia hayo Imamul Haramaini. Wa bihi qata'a Abul Abbasi, na kwa maneno hayo vile vile ametoa kauli ya mkato Abul Abbasi ibn al-Qasi min a'immatihim, na ameichukua kutoka kwa maimamu wao. Wa in ankarahu alayhi ba'dhum, hata kama kuna baadhi ya watu wanakataa kwamba ta'zia isiendelee zaidi ya siku 3, ingawa kuna watu wanakataa, lakini fa inna ma dhalika, hakika kukataa kwa huko, min tariqi al-ma'rufi, ni kutokana na njia maarufu, min al-madhhabi, kutokana na mambo ya taasub ya madhehebu yao tu peke yake, la dalil, hamna dalili ambayo imeegemea. Anasema ukitaka zaidi habari hii, undur al-majmu'a, angalia kitabu Majmu' ukurasa nambari kadha, utakuta habari yote hiyo. Kisha huku juu kabisa kulikuja tafsiri ya neno waja'alat tufrihu. Yule mama yao kina Abdullah bin Jaafar kaja kwa Mtume tufrihu. Tufrihu hapa ai
tughimmuhu, anakuja kumpa mtume jambo la ghammu, anamuondolea furaha na mpa huzuni. Wa tuhzinuhu, anakuja kumpa huzuni min afrahi, kutokana na afrahi, yani furaha ambayo mtume kaifanya pale mbele ya watu. Idha ghammahu wa azala anhu alfarahu, neno hili hutumika wakati mtu anapoleta ghammu ya roho, anapoondosha furaha, ndio inaambiwa afnani afrah. Wa afrahahu ad-dainu athqalahu, na Waarabu wanatumia maneno mengine, afrahahu ad-dainu, deni limemfanyia hivyo. Afrahahu ad-dainu yani athqalahu, limemfanyia uzito deni, limemfanya hana raha kidogo. Hiyo tafsiri ya afrah, yale mambo alikuja nayo yule mama yao kina Abdullah bin Jaafar, anaifasiri tu basi. Tunasogea kwenye nukta nambari 114 katika habari ya taazia. Anasema Albani, wayambaghi lijtinabu, na inatakikana kujiepusha amraini, na mambo mawili. Wa in tatabaa an-nasu alayhima, hata kama watu wanayafuatia sana mambo hayo kuyatenda, mtu ajiepushe nayo. Hata kama umma wote wa Kiislamu hivi sasa ni mambo ya kawaida, wakati inapotokezea mazishi katika taazia, yaepukwe mambo haya, hayafai. Mambo mawili. Alifun, la kwanza, al-ijtimau, kukusanyika wafiwa, litaaziyati, kwa ajili ya lengo maalum, waje watu kuwaazi pale, fi makanin khasin, katika pala maksusi, kadari, kama wengine kaa nyumbani kwao, ukumbi unatengenezwa, viti vyote vinaondolewa, ghasia zote zinasafishwa, panatandikwa busati chini, wanakakitaka watu kungojea watu kuja kuwaazi. Hilo halifai. Au almakbara, wengine ukaa makaburini huko, baada ya kufukiwa maiti pale, wafiwa wanajika mbali kabisa, hawaondoki, wanajitenga mbali kabisa, ili mtu mmoja mmoja apite pale kuwapa mkono na kuwaazi. Hayafai. Ikiwa ni kaburini au ikiwa kwenye gari, wengine baada ya kutiwa maiti kwenye gari kishapakiwa, wafiwa hujeka kando pembeni hivi, ili kuja watu mmoja mmoja kumpa mkono kuwaazi. Haifai. Taazia inaweza kupatikana wakati wote ule, popote pale, na sio kujiweka special kwamba sasa tunajipanga wafiwa wote ili kuja watu kuja kutuazi. Imetokea za hadithi ni watu wakubwa, lakini wao ni binadamu. Kutokezea hadithi wasione udhaifu wake, wakaitaja kuwa ni hasan. Kwa hivyo mtu asidanganyike kwamba Shaukani kataja kwamba ni hasan, Imam Hakim kataja hivyo, yule Sadiq Hasan Khan kataja hivyo. Anasema Albani, fala yaghtarru, mtu asidanganyike bidhalika, kwa jambo hilo. Fa inna likulli jawadin, kwa sababu kila shujaa au kila farasi kabwa ana sifa ya kujikwaa na kuteleza. Bal kabawatun, bali si kujikwaa mara moja, kujikwaa mara nyingi, hapa na hapa na hapa na hapa na hapa, sio mara moja tu. Katika safari yake farasi, ingawa anatumika sana, Mwenyezi Mungu amemwapia farasi kwenye Qur'ani bwana, namna alivyoumbwa, namna alivyokuwa tayari kuchukua mafunzo kwa ajili ya kwenda kwenye medani za vita. Farasi ni maajabu kabisa. Sifa hiyo hapa Albani anaishabihisha na wale kina Shaukani. Mwenyezi Mungu anamwapia farasi kwenye Qur'ani kwa kusema wal adiyati, na apa kwa farasi, dabhan, wanaokwenda mbio nyingi huku wakihema. Falmuriyati, basi ni wale ambao hutoa moto, qadhan, wanapopiga pato zao katika jiwe hivi hutoka moto. Pato ya farasi chini na kitu kama risasi hivi kimaumbile, hutoa moto. Na farasi kama atapata teke kumnyoshia mwanadamu, teke hasa la kweli kweli, basi maiti mwanadamu poni, ana nguvu za miguu. Falmughirati, basi na pale wanaposhambulia farasi, subha, hasa hasa wakati wa asubuhi, pameamka mapema alfajiri, ana nguvu za ajabu. Faakarna, hupeperusha akatimua farasi, bihi, kwa mshambulio huo, naqan, vumbi jingi mno, mpaka hapaonekani mtu uwanjani. Fawasatna, na wakapenya farasi, bihi, kwa mshambulio huo, jamaa, katikati ya makundi ya maadui. Anapenya farasi na anamjua aliyokoja mgongo wake kwamba sasa hivi ni shujaa, yumzima, ana stamina bado, au bwana wangu kachoka. Basi farasi anakuwa anajua kama sasa bwana wangu kishapigwa, kishajeruhiwa, yuko taabani, sasa anapiga na yeye peke yake.
anaamua farasi kwenda peke yake na kushambulia na kupiga mateke, na akiona kachoka naye hapawezi pale pahala, maadui ni wengi, farasi anaamua kutimua mbio, bwana wake juu ya mgongo, aidha ni maiti au kajeruhiwa, anatimua mbio, anakwenda kumtua kwa kwingine kokote kule. Hii ni ilmu ambayo Mwenyezi Mungu amempa farasi. Faatharna bihi naqan fawasatna bihi jamaa. Jawabu ya kiapo hicho imeendelea, lakini hapa sisi tulikuwa tunataka kutaja huyu farasi. Albani anawashabihisha kina Shaukani kama kwamba ni mashujaa, lakini wao ni binadamu, wana desturi ya kibinadamu. Binadamu kawaida yake nini aliyopewa na Mola wake? Kullu ibn adama khata'un, kila mwanadamu ana sifa moja ya kukosea, lazima atapitikiwa nayo sifa ile. Kwa hivyo wao wameiona hadithi hiyo ni hasani, lakini wamebabaika nayo kwa hakika. Fa inna likulli jawadin kabwa bal kabawatun, bali anaweza kuwa farasi na kujikwaa kwingi, si kujikwaa mara moja tu. Wala tuhaddu ta'ziyatu. Tunaendelea sasa na kwenye nukta nambari 113. Na wala pasiwekwe mpaka wa ta'ziya bi 3 ayamin, kwamba labda mwisho wake ni siku 3 tu. La yatajawazwa, ikawa mtu anaogopa kukiuka siku 3, labda atafanya makosa kwa kumuazim. Hapana, si makosa, madhali tu huyo mfiwa hakujikusanya na wafiwa wenziwe kukaa pahala maalum, aidha ni nyumbani au msikitini au kwenye jamii yao watu walionayo. Ama wakifanya hivyo watakuwa wanafanya uzushi katika dini. Lakini pengine umehisi tu kama mwenzako anaumia, mwenzako anapata tabu, mwenzako anasononeka, na jambo lilomfika si dogo kwa yule ambaye amemuondokea, wewe wakati wowote unayo haki ya kwenda kumuazi kwa kumpa subira na kumtaka aondokie na huzuni hii wakati wote. Hakuna mpaka wa taazia hii. Mpaka alionao ni yule mfiwa kwamba asiweke msiba zaidi ya siku 3, lakini mwenye kumuazi hana mpaka kwamba siku zake zimekwisha, hana ruksa sasa na kumuazi. Pengine ulikuwa hupo, umekuja kupata habari baadaye kama mwenzako kaondokea mtu wake, hala hivyo kafa babake, basi wakati wote mkutana naye njiani ghafla hivi, unampa ile maneno ambayo ya kumuazi, ndani yake kumwombea dua yeye huyo mfiwa na maiti wake na kumtaka subiri na hivi na hivi. Hayo kwa hakika hayakuwekewa mpaka, hususan kama utaona kwamba iko haja ya kwenda kumuondolea mtu huzuni. Bal, lakini itakiwavyo, mata ra'al faidata, wakati wowote atakapoona mtu kwamba iko faida fi ta'ziyati, katika kwenda kumuazi mtu, kumsubirisha na msiba uliomfika na kumuombea dua, wakati wowote kama mtu ataona kwamba iko faida, ata biha, atapeleka faida hiyo, ataifanya taazia hiyo. Faqad thabata anhu, kwani imethibiti kutokana na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu azza, ya kwamba yeye ameazi baada 3, kwa zaidi ya siku 3. Siku 3 za msiba zilikwisha, Mtume akaenda kaazi. Na hayo yanapatikana fi hadithi Abdullah ibn Ja'fari, katika hadithi ya bwana Abdullah bin Ja'fari radiyallahu ta'ala anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake. Qala, amesema Abdullah bin Ja'far, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaishan, mjumbe Mwenyezi Mungu alipeleka jeshi. Jeshi hilo analipeleka kwenye vita mashuhuri vinavyojulikana, ambapo Waislamu kwanza walipata pigo kubwa, vita vya Mu'ta. Wanakwenda kupigana na watu wakali sana mno, Warumi. Mu'ta ni vita vikali sana ambapo Waislamu waliteketea katika wakati wa Mtume. Istamala alaihim, alimtumia juu yao askari wa Kiislamu, nahoza, mshika bendera, mpiganishaji, Zaid ibn Haritha, mwanawe Mtume wa kulea. Akamwambia, utakamata bendera Zaid ibn Haritha, utapiganisha vita vya Mu'ta. Wakala, kisha Mtume akabashiri jambo kabisa kwamba lazima litokezea hilo.
Akasema Mtume, fa in qutila Zaidun, akiuawa Zaid ibn Haritha, au istashhada, au kwa lugha nyingine akipata ushahidi, maana sikuwa kutupu, ni kupata certificate ya ushahidi. Fa amirukum, kiongozi wenu mtakayemsikiliza vitani, Jaafar ibn Abi Talib, ndiye atakayekuwa na kamata bendera, ndiye atakayekuwa amir, ndo kiongozi wa vita, atapiganisha yeye. Amri itakuwa yatoka kwake. Atakavyoamua Jaafar kwenda mbele, mtakwenda mbele. Akasema mrudi nyuma, mtarudi nyuma. Akasema tupumzike kidogo, mtapumzika kidogo. Amri itakuwa kwake Jaafar, akiuawa Zaidi. Fa in qutila, na akiuawa Jaafar vile vile, au istashhada, au akipata certificate ya ushahidi, fa amirukum, basi kiongozi wenu atakayepiganisha vita hivi, Abdullah ibn Rawaha. Bendera ya vita ataikamata Abdullah ibn Rawaha, asikamate mtu mwingine yoyote, hata akiwa shujaa vipi, atakamata Abdullah ibn Rawaha, atapiganisha. Basi naam, falaqau al-aduwa, masahaba wakenda zao vitani, wakakutana na adui zao. Fa akhadha ar-rayata Zaidun, akaikamata bendera Zaid ibn Haritha, akapiganisha vita kishujaa mno. Faqatala, akapigana kishujaa, hatta qutila, mpaka kauawa Zaid ibn Haritha, mtoto wake Mtume wa kulea, ameuawa katika vita vya Mu'tah hivi, kauawa Zaid. Alipouawa Zaidi, thumma akhadha ar-rayata, bendera iko chini na garagara. Na hapo ilikuwa wana kawaida yao Arabu, wakati wamekwenda kwenye meidani, ile bendera ya Kiislamu ile kama itagaragara chini, ni ishara ya kushindwa. Ikiwa haitopata mtu kuyokota mbio mbio, ni kwamba hatari hapo, wanaanza kwenda mbio watoto. Upesi akaikimbilia bendera ile kuyokota Jaafar, akaikamata, watu wakawa imara, wako stable kabisa, wakaendelea na vita. Faqatala, akapigana vita Jaafari, huko anapiganisha, anaongoza jeshi la Waislamu, hatta kutila, akauawa Jaafar ibn Abi Talib. Thumma, kisha baada ya hapo bendera iko chini, akhadhaha Abdullah, akayokota bendera hii ya vita Abdullah ibn Rawaha. Faqatala, na yeye akapigana kishujaa, hatta kutila, mpaka kauawa. Watu watatu waliowataja Mtume kuwa ni manahodha wameteketea wote. Na Mtume baada ya kufika kwa Abdullah bin Rawaha, hakusema tena akiuawa Abdullah bin Rawaha au kotelana bendera. Watu wakidhani ya kwamba Abdullah bin Rawaha labda itakuwa ushindi utapatikana kwake yeye, hatimaye kauawa na yeye. Thumma akhadha ar-raya, kisha bendera ikawa inagaragara, hakuna kuiokota. Khalid ibn al-Walid akasema, hapa sasa sikumbuki kama mtu katajwa na Mtume yote vile, sasa naokota mimi moja kwa moja bendera nipiganishe, na kama kutakuwa na makosa nitakwenda kulaumiwa na Mtume tukirejea huko nyuma. Hapa hakutaja mtu mwingine. Kaona umma unapohangaika, umma unakimbia, umma unauawa ovyo, mwisho kufika mpaka kupigana wenyewe kwa wenyewe kwa kwenda mbio, akaona hapa haiwezekani kabisa, haitogaragara chini bendera ya Kiislamu. Thumma akhadha ar-rayata Khalid ibn al-Walid, kisha akaiokota bendera ya kupiganisha vita Khalid ibn al-Walid. Alipoikamata Khalid ibn al-Walid bendera, fafataha Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu akatoa ushindi juu ya Khalid ibn al-Walid, wakashinda Waislamu pale pale. Wa ata khabaruhum an-nabiyya, sasa habari yao ikaja kwa Mtume. Jibrilu kampelekea habari Mtume kwa namna kama anaviona vile vita. Tokea anauawa Zaidi, Mtume anatoa habari msikitini kwa Waislamu ya kwamba Zaidi alitolewa mkono wa kulia, bendera ikaikamata kwa mkono wa kushoto, mkono wa kushoto ukatolewa, bendera ikawa chini, Zaidi akauawa. Mtume akawa anawaambia masahaba, bendera kaiokota Jaafar ibn Abi Talib. Hivi sasa vita vinaendelea, na hivi sasa bendera anayo Jaafar. Mwenyezi Mungu alimkashifia, ikawa anaona kule vitani kama mambo yanatokea pale live. Anawaambia hivi sasa bendera anayo Jaafar, anapiganisha. Vikaenda vita tokea asubuhi kufika dhuhuri, Jaafar taabani, na yeye vile vile amekwenda. Mtume akawa anasema Jaafar shauawa sasa hivi sasa bendera iko chini, lakini ameyokota Abdullah bin Rawaha. Vikapigwa na vita, akauawa bin Rawaha, bendera ya garagara sasa chini, hatimaye akayokota Khalid bin Walid. Basi anasema
Abdullahi mtoto wa Jaafari aliyeuawa ndiye anasimulia habari hii. Anasema faata khabaruhum, ikafika habari yao mashujaa hawa an-nabiy kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja, mtume akatoka ila nnasi, kwa watu. Fahamidallaha, akapanda kwenye membari akaanza kuhutubu kwa kama kawaida, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa athna alayhi, na akasifu juu yake. Waqala, akatoa ripoti rasmi kwa Waislamu akasema, inna ikhwanakum laqaul aduwa, hakika ndugu zenu wamekutana na adui. Wa inna Zaidan akhadha raya, Zaidi alikamata bendera akapiganisha. Fakatala, akapigana. Hata kutila, mpaka ameuawa. Wastashhada, amepata certificate ya kufa shahidi. Thumma, kisha akaendelea kwa bendera, kaikamata fulani, kapigana mpaka uwawa. Thumma, kisha kaikamata mtu fulani, akapigana mpaka uwawa. Thumma akhadha, kisha mtume akasema bendera ilipokuwa haina kuiokota, thumma akhadha rayata, kisha akaiokota bendera. Saifun, upanga mmojawapo, min suyufi llahi, katika panga za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana panga zake naye. Thumma akhadha rayata, kisha akaiokota bendera hii. Saifun, upanga, min suyufi llahi, katika panga za Mwenyezi Mungu, naye ni Khalid ibn Walid. Mtume akamtaja kwamba kaokota bendera hiyo upanga mmoja wapo miongoni mwa panga za Mwenyezi Mungu. Mtume akatoa ripoti rasmi pale kwamba vita vimekwisha. Fafataha Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu ametoa ushindi juu ya Khalid. Kuanzia hapo bwana mtume faamhala, na huyo mmoja aliyeuawa mtume anamhusu sana, Jaafar ni ibni ammi yake, ndugu yake Saidina Ali, mtoto wa Abu Talib. Mtume ndugu yake huyo, mtoto wa ammi yake huyo. Kwa hivyo yeye ikawa kapata msiba, mbali ya kuuawa kiongozi amiri jeshi wa Uislamu, mbali ya kwamba kafa Muislamu, tena mbali ya kuwa ni sahaba wake, bali mtu wake wa damu. Faamhala, akawaachilia watu wake Jaafari waendelee na msiba kwa muda wa siku 3. Thumma amhala ala Jaafari, kisha akawaachilia watu wa Jaafari 3 kwa muda wa siku 3. An yatiyahum, kutokuwaendea wao kwa lolote lile. Madhali hawaombolezi, madhali hawajipigi, madhali hawachani maguo. Akawaachilia, wanasikitika, wanahuzunika. Maneno yao wanasema mazuri sana, ni kuomba dua kwa Jaafari na kuombea dua, kujiombea dua wao wenyewe na kujiombea na kuombea dua vile vile mashahidi wengine wale ambao wameuawa. Kawaachia mtume siku 3 hawaendei. Thumma atahum, kisha baada ya siku 3 kumalizika akawaendea. Fakala, na alipofika akasema, la tabku ala akhi, msilie tena, msiendelee na kilio juu ya ndugu yangu. Baada al-yawmi, baada ya leo msiba basi, siku 3 ndio mwisho wa msiba. Ila kwa mke aliyefiwa na mumewe, yeye anaweza kuendelea na msiba kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Lakini mtu na baba yake, mama yake, mwanawe, ndugu yake, ami yake, nani wake, siku 3 tu. Zikimalizika hizo lazima akate msiba. Yale yote ambayo alijifungia kuyafanya sasa aanze kuyafanya. Atoke, ende kwa watu, akialikwa harusi, ende ashuhudie furaha zake na hivi na hivi, asiendelee kuweka msiba zaidi. La tabku ala akhi ba'da al-yawm, msiendelee tena kulia juu ya ndugu yangu baada ya leo.